lake, maana ataipoteza ile hatima ambayo Mungu alikuwa amewekeza ndani yake. Na ndio maana anasema hivi, mimi nilikuwa nimekupanda sana kwa mzabibu mwema sana na mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi? Umegeukaje basi? Ni shetani anafanya vita katikati ile lango, anaondoa usikivu wako, unaacha kuyasikia maelekezo ya kimungu, unaanza kuyasikia maelekezo ya kwake, maelekezo ya kwake. Ndio maana watu wengi unakuta kuzitumikia hatima zao wanatanguliza kuyasikiliza kwanza mashauri ya wanadamu. Na kumbuka kwamba shetani pia huwa anawatumia wanadamu hao kama jinsi Mungu anavyotumia wanadamu hao kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtu. Shetani pia hutumia wanadamu hao kwa ajili ya kuweza kuharibu maisha ya mtu. Kwa hiyo anapozungumza kwa habari ya kusema hivi, nalikupanda kuwa mzabibu mwema, umegeukaje basi kuwa mche usiofaa, mzabibu mwitu machoni pangu? Maana yake shetani anachokuwa amekifanya ndani yako ni kukuharibia maelekezo yale ya kimungu ambayo alikuwa ameachilia ndani yako kwa ajili ya kuweza kukusaidia upate kuweza kuifikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukijua kusoma katika kitabu mfano cha Yeremia hapa sura ile ya 7 mstari wa 23, sura ya 7 mstari wa 23, sura ya 7 mstari wa 23 anasema hivi, mstari wa 23, sura ya 7 mstari wa 23. Lakini hapo katika Yeremia sura ya 2 mstari wa 20 nataka ufahamu kama hivi, sauti ya maelekezo ikibadilika ndani yako, jua kwamba na hatima yako huwa inabadilika. Kwa sababu gani? Maelekezo ndani yako kwa ajili ya kufikia hatima yako inakuwa yamebadilika. Maana yake unaacha kuyatumikia leo mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kuyafikia hatima yako, unaanza kuyatumikia mapenzi ya kitu kingine. Maana kama ni shetani amesimama kwenye lango lako la usikivu, atakuachilia maelekezo ya kwake. Ndio maana unajikuta watu wengi walikuwa wanaanza na Mungu lakini wanashindwa kumaliza na Mungu. Ni kwa nini hawa watu wengi wanaanza na Mungu wanashindwa kumaliza na Mungu? Kitu ambacho kinakuwa kimepita katikati hapo huwa ni kitu gani? Kitu ambacho kinakuwa kibadilika katikati. Mtu ambaye alikuwa anamiliki malango yake ya usikivu, huyu mtu alikuwa ni Mungu. Ndio maana kati anaanza safari yake akaanza na Mungu. Lakini jinsi anavyozidi kwenda, anapozidi kuwa affected katikati ya ulimwengu wa roho, katika habari yake ya usikivu, shetani anaanza kuitumia lile lango lake na kuanza kumharibia kwa ajili ya kuweza kumpata huyu mtu. Maana huyu mtu ataacha kuyasikia yale maelekezo ya Mungu na ataanza kufuata maelekezo mengine. Ndio maana mtu anasema tunaanza na Mungu lakini tunashindwa kumaliza na Mungu. Mwanzo wetu tunakuwa ni mzuri lakini mwisho wetu tunakushindwa kuwa mzuri. Ni kwa nini mwisho unashindwa kuwa mzuri katikati? Kwa sababu kuna vita ya kiroho, na vita hii ya kiroho mojawapo ni vita ya habari ya usikivu. Shetani anakupofusha kwa habari ya kumsikia Mungu, na kama akikisha kupofusha kwa habari ya kumsikia Mungu, jua kwamba hautaweza kufika kwenye hatima ambayo Mungu anataka uweze kufika. Kwa sababu gani? Umeshapoteza maelekezo, kitu ambacho kilitakiwa kiweza kukusaidia upate kuweza kufika mahali utakiwa uweze kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia sura ya 7 mstari wa 23 anasemaje? Anasema hivi, Yeremia sura ya 7 mstari wa 23 anasema hivi, lakini naliamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkaenda katika njia ile yote nitakayoamuru mpate kufanikiwa. Lakini mstari wa 24 anasema hivi, lakini hawakusikia wala hawakutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. Nitakurudisha tena utazame. Anasema katika 23 anasema hivi, lakini niliamuru neno hili nikisema, sikizeni sauti yangu. Okay? Mungu anapokuwa amekupa hatima, anachotaka ni Mungu ndani yako ni kitu gani? Anachokuwa anataka Mungu ndani yako ni kuweza kusikiliza sauti ya kimaelekezo ndani yake ili apate kuweza kukufikisha mahali anapotakiwa kufika. Anasema hivi katika Yeremia 7:23. Anasema hivi, aliwaamuru hao watu wapate kuweza kuisikiliza sana sauti yake. Lakini anasema hivi, nami nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu. Kwa ajili gani anasema hivyo? Maana yake katikati ya kuyafikia hatima yako, Mungu hata kuacha utembee wewe peke yako, atatembea pamoja na wewe. Lakini wakati anatembea na wewe, atakuwa anakupa sauti za kimaelekezo. Ni vitu gani uvifanye, ni kitu gani usikifanye, ni kitu gani ukifanye, ni kitu gani usikifanye. Kwa sababu hiyo utapokuwa umepoteza mawasiliano na Mungu. Maana yake kuna vitu ambavyo hukutakiwa kuweza kuvifanya, utavifanya. Na kama utaanza kuvifanya vitu ambavyo Mungu hakutaka upate kuweza kuvifanya, okay, jua ya kwamba vitakuletea madhara tu. Kwa sababu gani? Havikuwa vitu sahihi vya wewe kuweza kuvifanya. Vinaweza vikawa ni vitu sahihi sana kwa watu wengine na kwa watumishi wengine, lakini visio vitu sahihi kwako. Kwa sababu gani? Mungu anafahamu hatima yako. Na kama Mungu anafahamu hatima yako, maana yake hali yako ya kimaandalizi haiwezi kufanana na hali mwingine ya kimaandalizi. Kwa hiyo ni lazima usikie sauti ya Mungu inasema nini kwa ajili ya hatima yako, inasema nini kwa habari ya hatima yako ile ambayo Mungu amekutengenezea. Kwa shetani anachokuwa amekifanya ni kukuharibia hali ya usikivu. Anakuharibia hali ya usikivu. Unaacha kuisikia sauti ya kimungu ndani yako. Unakuta ni mtu alikuwa anatumika vizuri, okay? Anaacha kumsikia Mungu lakini anaanza kusikia sauti za wanadamu. Sauti za wanadamu zinasema nini kwa kitu anachokifanya? Akishaanza kuzisikia sauti za wanadamu, okay, jua shetani pia ataanza kumtumia hilo lango kwa ajili ya udhaifu huo kupitisha vitu hivi vya kwake ndani yake. Anaanza kukupitisha hivyo vitu vya kwake, maana yake anaanza kukutengenezea namna ambayo ya kimifumo ya kukutoa katikati ya uwepo wa Mungu. Na anaanza kukutoa katika uwepo wa Mungu kwa namna gani? Anaanza kukufanyisha vitu ambavyo kuweza kutakiwa kuweza kuvifanya kwa ajili ya kuweza kufikia kwenye hatima yako. Okay, ni vitu gani ninakwambia? Mfano, okay, ninakwambia hivi.
Mfano mzuri ambao naweza nikakupa, labda niseme hivi. Okay, unapokuwa umepanda mbegu, umepanda mbegu yako, okay? Umepanda mbegu yako. Okay, nitumie mfano mwingine pia ambao ndio utakuwa ni mzuri zaidi. Unapokuwa ni mfanyabiashara anakopa na mipango mikakati yake kwa ajili ya kuweza kufikia katikati ya malengo yake, au apate kuweza kukua katikati ya kufikia level ambayo kama amejipangilia. Okay, kama utakuta ni mfanyabiashara wa nyanya, mfanyabiashara nini, anaanza kana mipango mizuri kwa mwaka huu au mwakani, ninatamani nikuwa katikati ya uchumi wangu jinsi ninavyoenda katika biashara yangu. Lakini sasa atapoanza kuanza kushindwa kuyafuata vitu sahihi anavyotakiwa kuweza kuvifanya kwa ajili ya kuweza kuikuza biashara yake, ni vitu gani? Okay, kama anatakiwa huyu mtu biashara yake iweze kusogea, ni lazima aamke saa 1 kamili ndio kuna soko zuri. Akaanza kuamka saa 2, maana yake anachopishana nacho ni nini? Anapishana na soko lake. Kwa hiyo kitu ambacho alikuwa amekusudia apate kuweza kukipokea hata kipokea. Kwa sababu gani? Amefanya kitu ambacho hakutakiwa aweze kukifanya. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu leo. Unapoanza kukipokea kitu ambacho Mungu hakutaka wote waweze kukipokea, kitakuletea madhara ndani yako. Hakitaacha kukaa hivi, kwa sababu hakuna neno ambalo linakuja ndani ya mwanadamu lisilokuwa na maana. Sawa sana neno la Mungu linapokuwa inakuja ndani ya mtu, ambapo vinasema kwamba neno la Mungu ni uzima. Linapokuwa limekuja ndani ya mtu huachia uzima. Kwa hiyo kama neno la Mungu ni uzima ndani ya mtu, kujua kwamba hata kwa mtu ambaye hajaokoka akawa na usikivu mzuri wa kiimani ndani yake, neno la Mungu litapokuwa limeachia ndani yake, maana yake itaachilia kitu gani? Itaachilia kitu kinachoitwa uzima, na atapokea wokovu. Kwa sababu gani? Masikio yake yanasikia kile ambacho Mungu alikuwa anamsemesha nacho katikati ya ulimwengu wa roho kwa habari ya usikivu wake. Lakini pia nitakupeleka kidogo katikati ya mstari wa 24 ambapo anasema hivi, hawa watu walipokuwa wameacha kusikia sauti ya Mungu. Anasema hivi katikati ya mstari wa 24, lakini hawakusikia. Ambapo waliacha kusikia, anasema hivi, wala hawakutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. Okay, hawa watu itakiwa wapige hatua. Walikuwa wanatakiwa wapate kuweza kumsikiliza Mungu ili wapate kuzidi kupiga hatua, lakini wameacha kumsikiliza Mungu. Na Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 24, hawa watu walipokuwa wameacha kumsikiliza Mungu, walitakiwa wasogee mbele, wakajikuta hawasogei mbele, bali wakaanza kurudi nyuma. Ni kwa nini wakaanza kurudi nyuma? Ni kwa sababu walipoteza sauti ya kimaelekezo ambayo itakiwa wasogeze na kuzidi kuwapeleka mbele. Wakaanza kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Wameshapoteza hali ya kusikia kwao, hali ya usikivu wao ilishapotea ndani yao. Nimeshapotea ndani yao. Kitu ambacho kilitakiwa kiachiliwe ndani yao kwa ajili ya kuwasaidia hao watu wazidi kusogea mbele, hakipo tena. Kwa hiyo wakaanza kuyafuata, Biblia inasema hivi, wakaanza kuyafuata mashauri yao. Na unapoanza kuyafuata mashauri yao, kumbuka shetani pia ndio anakopo yupo kazini kwa ajili ya kutumia hiyo fursa. Anaanza kupandikiza vitu vilivyo vya kwake. Anapandikiza vitu gani? Ni kwa ajili ya kuharibia hatima. Na ndio sababu ya tatu nasema hivi, ni njia ambayo shetani huwa anaitumia kwa ajili ya kuharibu hatima za watu. Kwa hakisha kuharibu kwa habari ya kusikia kwako, ukanashindwa kusikia kwa Mungu anasema nini kwa kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Akaanza kukupandikiza vitu vya kwake. Maana utaacha kusikia sauti ya Mungu kimaelekezo ambayo itakiwa kusogeze mbele. Unaanza kusikia sauti nyingine ambayo haitakusogeza mbele. Biblia inasema hivi, hao watu walipoacha kusikia sauti ya Mungu, wakaanza kurudi nyuma. Walianza kurudi nyuma. Kama walikuwa wamesogea hatua zingine 10 mbele, maana wakaanza kurudi hatua zingine nyuma. Akati itakiwa anza kusogea hatua zingine zaidi ya hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo katikati ya maisha ya kawaida. Unapoanza kupoteza kitu ambacho kitakiwa kifanyika ni msaada kwako kwa ajili ya kukusaidia kusonga mbele na kupiga hatua, jua ya kwamba hautabaki pale. Ni lazima utabadilika. Aidha utasogea nyuma au aidha utasogea mbele. Kama utakuwa na Mungu aliyekupa maono ukiyatumikia, maana utasogea mbele kwa sababu umepokea sauti ya kwake. Lakini kama haupo na Mungu, jua ya kwamba utapoteza mwelekeo na utaanza kurudi nyuma. Hali yako usikivu inakuwa imeshaharibika au imekuwa affected. Unashindwa kupiga hatua za kwenda mbele. Shetani anaweza kukubakisha pale. Unaweza jikuta kila siku uko pale, hausogei mbele. Shetani anachofanya ni kukurudisha nyuma kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kupeleke katikati. Sababu ya tatu. Ni kwa nini shetani huwa anafanya vita vya namna hii? Nimekupa sababu kama 3 kwa nyuma. Lakini sababu nyingine ya 4 inasema hivi, ni kwa ajili ya kukutia giza la rohoni. Na kwa ajili ya kukutia giza la rohoni. Shetani anapokutia uzito katika usikivu wako wa rohoni. Maana yake kama Mungu alikuwa anaachilia neno ambapo itakifanyika kuwa ni taa ndani ya maisha yako, ni taa kwa ajili ya maisha yako, haitakuwa neno lile, haitakuwa taa ndani ya maisha yako. Kwa sababu gani? Usikivu wako ushakuwa affected, haumeshazuiliwa tayari. Unashindwa kusikia jinsi unatakiweza kusikia. Na kama umeshindwa kusikia jinsi unatakiweza kusikia, na Biblia inasema hivi kuwa ya kwamba neno la Mungu huwa ni taa ya miguu yetu. Maana kama neno la Mungu huwa ni taa ya miguu yetu, na neno la Mungu limeshindwa
ameshinda kuingia ndani yako. Shetani ameshakuharibia kwa habari ya usikivu wako. Maana yake utakuwa na giza katikati ya safari yako. Ni kwa habari ya utumishi wako, lakini hauoni mbele unakokwenda. Nini kinabakia mbele yako? Ni giza. Ndio maana unakuta mtu anatumikia maono, lakini anasema sijui kama nitafika. Sijui kwa nini kama nitafika. Ni kwa nini huyu mtu anapoteza matumaini? Kwa sababu haoni mwangaza kwa kitu ambacho anakifanya. Haoni mwangaza wa kitu anachokifanya. Ni mtu mzuri, unakuta kama ni mwanafunzi, ameanza masomo yake tangu alikotoka, anafika mpaka chuo kikuu. Lakini anafika chuo kikuu anakuambia, ninaona elimu kama haina faida. Unajiuliza huyu mtu alishinda kutambua tangu katika level ambazo amepita zote, lakini kwa nini amefika mahali hapa anagairisha kitu ambacho kwa anakifanya? Ni giza limeshaanza kutanda mbele yake. Giza limeshakaa mbele yake. Ninatafuta nini? Hatima yake. Hatima yake ipo karibu, lakini shetani anachokifanya ni kutia giza asione hatima yake. Unakuta watu wengi wanakaribia kuzifikia hatima zao, lakini shetani anachokaribia na ndani yake anachokifanya, anatia giza. Akishalitia giza kwa habari ya usikivu, neno la Mungu linapotaka kupita kwa habari ya usikivu ndani yao, ipate kuachilia mwangaza ndani yao, shetani haruhusu hicho kitu. Okay, unasema neno hili lipo katika kitabu gani? Lipo katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ile sura 119 mstari ule wa 105. Zaburi ile 119. Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari ule wa 105. Mstari wa 105. Biblia inasema hivi katika ile Zaburi. Inasema hivi, neno lako ni taa yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Okay. Kwa safari yoyote uliyokuwa nayo, unahitaji neno la Mungu kwa ajili ya kufanyika kuwa ni taa kwako. Kwa sababu gani? Shetani huwa anaachilia giza katikati ya safari za watu wengi, ili kwamba watu wasipate kuweza kufika mahali ambapo Mungu anataka wapate waweze kuweza kufika. Na ndio maana kuna vita. Kazi ya vita haviji hivi. Vita vinapokuja, vita vinapokuwa vinakuwa vimelenga sababu maalum. Kuna vitu vimelenga ndani ya mtu. Kwa hiyo kama vita imekuja ndani yako, lazima ujiulize, hii vita imeinuka kwa ajili ya kitu gani? Okay, ni vita imeinuka ni kazini kwako. Ni lazima ujue vita imeinuka kwa ajili ya nini kazini kwangu. Wengine ukuta imeinuka kwa ajili ya cheo, itakiwa apande cheo. Unakuta vita inainuka juu ya wafanyakazi wenzie. Anaanza kupingana na wafanyakazi wenzie. Anashindwa kuweza kuvuka katikati ya level ambayo itakiwa apate kuweza kuifikia. Ni kwenye masomo, unakuta giza limetanda mbele yako, hauoni mwanga tena mbele yako. Maana kile unakata tamaa, hautaweza kusogea mbele. Lakini Biblia inasema hivi, ya kwamba utapokuwa umefunguliwa kwa habari ya usikivu wako, na tumevipiga vita vio vizuri kwa habari ya usikivu wetu wa rohoni, tukawa tuna uwezo wa kumsikia Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, yeye neno la Mungu linafanyika kuwa ni taa ya miguu yetu. Linafanyika ni taa ya miguu yetu kwa ajili ya nini? Miguu yetu kazi yetu ni kutembea. Inatembea kwenda wapi? Kuzifikia hatima zetu. Tunaishi kwa ajili ya kuzifikia hatima zetu na kuyaishi kitu ambacho Mungu anataka tupate kuweza kukifanya. Kwa hiyo kama Mungu atakupa ameturuhusu kupokea maelekezo ya kwake na neno lake inaingia ndani yetu, maana yake tutapata mwangaza. Mwanga utakuwa uko ndani yetu. Na kama mwanga utakuwa uko ndani yetu, maana yake hatua zetu zitakuwa zinaongozwa pamoja na Bwana. Hatua zetu zitakuwa zinatembea pamoja na Bwana. Hatua zetu zitakuwa zinaenda pamoja na Bwana. Kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kuifikia kesho yetu na hatima zetu ambazo Mungu aitamani kuona tunazifikia. Mungu aitamani kuona tunazifikia. Kwa hiyo sisi kwa ni sababu kadhaa ambazo nilikuwa nakuonyesha, lakini ni sababu nilikuwa nakuonyesha kwa habari za vita vya ulimwengu leo, jinsi vinavyokuwa vinatokea.